Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo. Mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko kwenye hatua za mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, huku dirisha kubwa la usajili ikiwa liko mbioni kufunguliwa, na scouting za vilabu tofauti ziko katika kufanya michakato ya kuzisaka signs za wachezaji tofauti ili kupata machaguo sahihi na kupunguza ile pressure ya mara ya dirisha kubwa la usajili itakapofunguliwa, kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la kupata machaguo ya wachezaji ambao sio sahihi, ambao hawafit kwenye vikosi kutokana na mahitaji ya timu husika. Sasa hii kwa hivi sasa bwana, vilabu vingi vya ndani pamoja na nchi ya Tanzania vimeanza kufanya michakato mapema kabisa kabla ya dirisha kubwa la usajili kwa ajili ya kufuatilia taarifa kiundani zaidi kuhusiana na wachezaji wale ambao wanakuwa wanawataka. Sasa mimi nikukaribisha na nikualike kwa mdau wangu wa nguvu. Kama ndo mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii, washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Na hii ni True Talk Minute Masaji, to dive moja kwa moja kwenye story kubwa za town ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii. Nafikiri tunafahamu hapo jana tumeshuhudia mchezo mkubwa kweli wa dabi ya Kariakoo, ingawaje hapo jana imechezwa kule visiwani Zanzibar katika kombe la Muungano. Ilikuwa ni finali iliyokutanisha watani wa jadi Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club. Dakika 90 za mchezo tulishuhudia zikimalizika kwa 0-0 ikiwa ni sala ya bila kufungana, na dakika za nyongeza tukashuhudia mkwaju wa penalti ambao Simba Sports Club aliibuka na ushindi wa goli moja lililofungwa na Selemani Mwalimu dakika za mwishoni kabisa mwa mchezo, zile dakika za nyongeza kwa maana ya addition time, mara baada ya dakika 90 kuweza kumalizika, kwa sababu tulitegemea kushuhudia either iwe mikwaju ya penalti au dakika 30 za nyongeza. Lakini mara baada ya dakika 30 za nyongeza tulishuhudia moja kati ya tukio kubwa zaidi ambalo lilitokea hapo jana, ile close iliyokuwa imepigwa kwa Clatous Chota Chama akijaribu kufinya kwa namna yake na baadaye kuwekwa chini, hatimaye refa akafunika mkwaju wa penalti ambao uliwekwa kambani na Selemani Mwalimu Gomez dakika za mwishoni kabisa mwa mchezo, na Simba kuibuka mshindi ama kuibuka bingwa wa kombe la Muungano kwa mwaka huu wa mwaka 2026. Mpaka hivi sasa tunazungumza, Simba ni bingwa wa kombe la Muungano mwaka 2026 kwa mara nyingine tena tangu limerejea, na hii ni moja kati ya story kubwa ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii, na taarifa zinaeleza kuwa Simba sasa hivi wapo kwenye sherehe za kombe hili la Muungano. Nafikiri pia tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 tunashuhudia dabi kubwa kweli dabi ya Kariakoo inayokutanisha watani wa jadi Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club kunako katika michuano ya NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2025-26, na uwanja utakaotumika siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 utakuwa ni General Isamuhyo jeshini pale uwanja wa nyumbani kwa klabu ya wanakundu wa Simbazi Simba Sports Club. Tayari ratiba zote zimekwisha kukaa kwenye mkao wake, kwa hiyo ni muda tu unaosubiriwa kwa sasa kushuhudia kipute hicho kikitembea kutoka katika viwanja vya General Isamuhyo pale jijini Dar es Salaam. Na ikumbukwe pia Dar es Salaam Young Africa Sports Club ndiye anaongoza ligi kwa sasa akiwa takriban na alama 47. Hapa tukirejea kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africa Sports Club ndiye anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 47. Yamecheza michezo 19, ameshinda mara 14, akitoa sare mara 5 na hajapoteza mchezo hata moja. Lakini kwa upande wa wanakundu wa Simbazi Simba Sports Club wamecheza michezo 19, wameshinda mara 12, wametoa sare mara 6 na kupoteza mchezo moja, na wana alama 42. Ni tofauti ya alama 5 tu pekee kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa zinazotenganisha Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club, tukiwa na idadi sawa ya mechi. Lakini kwa upande wa Azam FC nao wamecheza michezo 19, wana alama 37, wameshinda mara 9, wametoa sare mara 10, hawajapoteza mchezo hata moja. Na nafasi ya 4 inashikiliwa na Singida Black Stars, wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 8, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 6.
Na kwa nafasi ya 5 inafungwa na JKT Tanzania, wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 7, kutoa sare mara 8 na kupoteza mara 4. Na nafasi ya 6 ni TRA United, wanashika nafasi ya 6 wakiwa na alama 27 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 7, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 6. Na kwa nafasi ya 7 tunakuta Pamba Jiji, yanashika nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26 akiwa na alama 26 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 6 akitoa sare mara 8 na kupoteza mara 5. Na nafasi ya 8 ni Dodoma Jiji, anashika nafasi ya 8 akiwa na alama 24 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 6 akitoa sare mara 6 na kupoteza mara 7. Na nafasi ya 9 Mtibwa Sugar, anashika nafasi ya 9 akiwa na alama 23, amecheza michezo 19, ameshinda mara 5, ametoa sare mara 8 na kupoteza mara 6. Na nafasi ya 10 Namungo FC, anashika nafasi ya 10 akiwa na alama 22 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 5 akitoa sare mara 7 na kupoteza mara 7. Na nafasi ya 11 ni Mashujaa FC, wanashika nafasi ya 11 wakiwa na alama 21 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 4 wakitoa sare mara 9 na kupoteza mara 6. Na kwa nafasi ya 12 Coastal Union, wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 4 wakitoa sare mara 7 na kupoteza mara 8. Na nafasi ya 13 ni Singida Big Stars, wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama ya 19 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 5 wakitoa sare mara 4 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 14 ni Mbeya City, wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 4 wakitoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 15 ni Tanzania Prisons, wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 14 wakicheza michezo 19 wakishinda mara 3 tu pekee wakitoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na nafasi ya mwisho kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara tunamkuta KMC, ye anashika nafasi ya 16 akiwa na alama 9 tu pekee mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 2 tu pekee na akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 14. Hivi ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaonekana kwa hivi sasa, na ikumbukwe tu ya kwamba hivi sasa tupo kwenye raundi ya 19, naweza kusema tupo kwenye hatua za kuelekea mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Sanjari na hayo pia vilabu vingi vinataka kushuhudia ni nani ataibuka mshindi wa dabi ya Kariakoo, ama ni Simba au Dar es Salaam Young African Sports Club. Ikumbukwe hapo jana Simba amevunja rekodi iliyowekwa kwa misimu kadhaa mpaka hivi sasa kwa Dar es Salaam Young African Sports Club kuongoza dabi. Amekuwa ni akishinda mara kadhaa. Ikumbukwe mchezo wa nyuma ilitoka sale kama sijasahau, na sasa hivi Simba ameibuka mshindi wa dabi hii ya Kariakoo, ingawaje ilikuwa ni kombe la Muungano, lakini amekwisha kuvunja ile rekodi chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker, raia huyo kutokea pale Afrika ya Kusini ambaye alitoka kukinoa kikosi cha Stellenbosch FC. Na sina jingine la ziada la kuzungumza zaidi tu, mimi nikutakia wakati mwema, na usisahau kusubscribe kwa kwamba ndio mara yako kwanza kabisa kukutana nasi, na kulike hii video ili usipitwe na matukio yote ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Uwe na wakati mwema, bye bye.